lazima utubie makosa yako, utubie dhambi zako, utubie maovu yako ili Mungu aweze kukurehemu. Amina Bwana. Unaweza kukosea ukiwa chini ya damu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Hata yale makosa yanazalisha kutokuamini. Kutokuamini kunazalisha dhambi. Ndio maana nasema tukisema tuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Yeyote anayemwamini Yesu hafanyi kitu ambacho Yesu amekataza. Lakini ukifanya kosa linakupa uhalali wa dhambi. Ndio maana Yohana anasema tukisema tuna dhambi tunajidanganya, lakini tukizungama yeye mwaminifu kutusamehe. Amina. Kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo Wakristo ni watu ambao wanaishi maisha ya uhuru yenye kutubu na kumsihi Bwana wainua. Na kiongozi wao ni Roho Mtakatifu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa kuna jambo moja nataka nizungumze. Anasema vitambulisho 5 vya kanisa la kweli la Mungu aliye hai. Sasa ujumbe wa kwanza ambao ninaweza kuwazia ambao kanisa hii ni vitambulisho 5 para 86. Ujumbe wa kwanza ambao ninaweza kuwazia ambao kanisa hili mwili wa kisiri litafundisha litakuwa ni toba. Amina. Kweli Bwana. Hebu na tufungue Luka 24 tushaisoma hiyo. Kanisa linapaswa kufundisha toba. Na jambo la kwanza ambalo kanisa linapaswa kufanya ni kutubu. Nalo litafundisha toba. Sasa Yesu akijiandaa kuondoka, huu ndio mlango wa mwisho. Alisema kanisa litafundisha toba. Kwa hiyo waamini ni watu waliotubu. Believers. Wakristo wana majina mawili. La kwanza wanafunzi wa Yesu. La pili Wakristo. Waliitwa kwa mara ya kwanza pale Antiokia, Matendo 11:26. Ndio maana alipoulizwa tutendeje, cha kwanza kuzungumza tubuni. Amina Bwana. Kwa hiyo uwezo kama Mkristo wakati hujatubu. Na kutubu ni kugeuka, kutubu ni kutorudia, kutubu ni kuacha. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kanisa ambalo ni mwili wa siri wa Yesu Kristo. Endapo wewe ni Mkristo, wewe ni kiumbe kilichozaliwa mara ya pili, mara 66. Umo katika ufalme wa kisiri wa Mungu. Macho yako hayako kwenye mambo ya ulimwengu huu, bali kwenye mambo ya huko juu. Kweli Bwana. Mambo ya ulimwengu yanadanganya sana. Yanaweza kukufanya ukaonekana msomi, injinia, daktari au ukaishi maisha yenye mateso kuliko kawaida. Kweli. Amani pekee inapatikana kwa Kristo. Ndio maana Yesu anaitwa mfalme wa amani. Kweli Bwana. Usitarajie kupata amani nje ya Kristo, hutaipata milele. Soma utakosa amani. Ishi sio usisome. Soma uwe na Yesu. Fanya biashara uwe na Yesu. Ishi uwe na Yesu. Olewa uwe na Yesu. Oa uwe na Yesu. Chochote unachokifanya kama unataka ushindi chini ya jua, ufanye ukiwa na Yesu. Kweli Bwana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Wewe kweli. Fanya yote ukiwa na Bwana Yesu Kristo. Amina. Kinyume na hapo utateseka. Kweli. Katika Isaya 57:21, Isaya 57:21, there is no peace, says the Lord to the wicked. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Ndio maana matajiri hawana hata amani. Kwa nini tajiri anasahau hata kwa huzuni? Hana amani. Tajiri anasahau, nakwambia msaidizi wa tajiri anakula chakula kizuri kuliko tajiri. Hana amani.
Hakuna amani kwa wabaya. Ni kweli. Hana amani. Hakuna amani kwa wabaya. Wewe kama mbaya kwa na amani hakuna. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Haya maandiko yalivyo kweli hawezi kupungua. Hakuna amani. Kwa nini unaona hivi ambaye usikia baadaye wanajinyonga? Kabisa. Amesikia matajiri wamejangusha magorofa. Kweli. Wana sheria wamejangusha magorofa, si ndio? Mmoja alijangusha gorofa kubwa Nairobi, amevaa vizuri, ananukia. Wamemkuta maiti inanukia inanukia perfume ya mamilioni ya hela. Lakini imekufa. Hakuna amani. Amani pekee inapatikana kwa Yesu Kristo pekee. Ndio maana wakati Yesu alipofufuka akawaambia wanafunzi, amani na waachia, amani ni wapasho kama ulimwengu wapavyo. Yaani kuna amani. Mkristo hata kama ajala unaweza kukaa na cheka mwenye njiani. Kwa nini iko amani? Na amani ndio mtaji mkubwa kuliko yote. Kama una fedha, una amani, wewe ni maiti mtarajiwa. Lakini ukiwa na amani, amani huleta uzima milele. Amina Bwana Yesu. Watu wameolewa harusi, watu wanakula mpaka watu wanaolewa maharusi wanapungiwa na mai, wako na gari ya mamilioni. Wanatembea, wanaenda kuingia ndani, zinachapwa kwanza huko ndani kama watu wamelala. Siku hiyo ya harusi. Wako watu ambao kupigana siku ya sendo. Mpaka bibi harusi umempiga kichoni, na sasa mbona umenishika umenuma meno. Siku ya sendo. Siku ya harusi watu wanapigana, wanamwambia hivi mpaka siku hiyo halali. Mpaka inabidi aitwe msimamizi wa ndoa. Unataka unaongea uongo hapo? Haya yanatokea tokei. Hakuna amani kwa baya. Wewe ukitafuta kitu cha dunia kikupe amani unajidanganya. Kuna watu wana degree na wamejinyonga. Mlisikia daktari KSMC alijinyonga, si ndio? Sasa amepata kazi yenye mshahara mkubwa. Kwa nini unajinyonga mama? Hapana amani kwa baya. Ni kweli. Yesu ndio anaitwa mfalme wa amani saa 9:6. Yesu mfalme wa amani. Yaani ukiwa na Yesu wewe una raha, wewe una imani, wewe una uhakika. Nakwambia hivi, watu wasio kuna ugonjwa mpya umeingia, unaua kuliko goro wanaweza kutetemeka. Mkristo anajua Yesu alishinda magonjwa yote. Yesu. Anaishi. Alafu uzuri wa Mkristo angalia makosa yake, anaiangalia damu. Na kweli ndio tunataka kuangalia. Amina, ni kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nina baba asiyeshindwa kamwe. Nina baba asiyeshindwa kamwe. Yesu ashindwi. Yesu ndio baba asiyeshindwa, mfalme wa amani. Yaani moyo wako ufunguke kumpenda Yesu asiyeshindwa. Amina na amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kitabu cha kwanza tumesema itahubiri toba. Anasema ndipo basi wakati mwanamume au mwanamke anapoingia akaingia katika mwili wa kisiri wa Kristo na Roho Mtakatifu, wanakuwa washiriki kamili wa mwili huu wakati wanapojazwa na Roho Mtakatifu. Amina. Na Roho Mtakatifu sio mgumu kumpokea, yote yawezekana kwake aminie. Omba ukiwa unatarajia kujazwa na utajazwa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Na watu wanafikiri kwamba kila anayejazwa lazima neno kwa lugha. Si kweli. Kila anayejazwa lazima neno kwa lugha. Si kweli. Sio kila mwenye Roho Mtakatifu lazima neno kwa lugha. Si kweli. Haleluya. Tuthibitisha kwa maandiko. Yao unaweza kuwa umejazwa Roho Mtakatifu lakini uneni, ila una tukio lako unajua hili ni la kimungu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome Wakorintho wa kwanza 12. Anasema basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Amina. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Je, aliyepewa neno la hekima amejazwa hajajazwa? Amejazwa. Na mwingine neno la maarifa,
Aliyepewa neno maarifa amejazwa, hajajazwa? Apendao roho yeye yule. Sasa tuweze kusema kwamba hiki kitu ndio kitokee, sio hivyo. Mwingine imani katika roho yeye yule. Mwingine karama katika kuponya, karama za kuponya katika roho yule mmoja. Mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Tena hizi karama za kunena roho na kufasiri ndio karama mbili ndogo za mwisho, ya 8 na ya 9. Amina na amina. Jina la Bwana barikiwe. Amina. Lakini ukitaka kuthibitishia hiyo, siku ya Pentekoste Matendo 2:4 wote wajazwa Roho Mtakatifu. Siku Matendo 4:31. Matendo 4:31. Tukianza 29. Anasema basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajaliwa watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Amina. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Amina Bwana. Unaweza ukajazwa Roho Mtakatifu ukanena neno la Mungu kwa ujasiri kama Stefano. Amen. Au kanena kwa lugha kama Pentekoste. Lakini usichague wewe. Ukichagua wewe utajazwa. Wewe unatoka rais, hakuna kutoka rais, kwa sababu iko Marko 16:17, ishara hizi zitafuatana hao waaminio, kwa jina langu watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka. Sasa sema kushika nyoka, mwambie mtu anena kwa lugha, shike nyoka. Shika basi, shika nyoka. Uone kama unatokea shina basi, kama sio uwii itatokea hapo. Watu tusimamane karama moja, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watanena kwa lugha mpya. Sawa, watashika nyoka. Shika. Wataweka mkono juu ya wagonjwa na kupata afya. Nakwambia hivi, unaweza ukalia kama una Roho Mtakatifu. Mwisho bwana kuombea mgonjwa na watu wanakusubiria apone. Unajua fika pale kwa makeke. Baba kwa jina la Yesu. Anakwambia ui naumwa pokea uponyaji. Naumwa. Hao unaoona hawa kwenye vyombo vya habari, matv na rekodi, hawajaumwa sawa sawa. Zipelekwa machela pale wazi. Mtu anamjua familia nzima, kijiji kizima, leo huyu ni mgonjwa, akanyanyuka. Hayo makanisa yatakuwa hayatoshi. Hakuna kazi ngumu kama kuombea mgonjwa. Nataka Mungu mwenyewe ashuke. Amina. Hiyo ni kweli kabisa. Nakwambia kweli. Inahitaji Mungu mwenyewe ashuke. Unakuta tena mbele sema Yesu anaponya, yeye mwenyewe ana sukari, yeye mwenyewe ana pressure, yeye mwenyewe ukimwiti kidogo anazimia. Hapa anasema yeye ni mtumishi. Una shida mahali. Sio kazi ndogo. Simeenda. Nenda kuombea kwa mzimia. Nisha kuombea mara nyingi watu mzimia. Tulienda na Jose, umwombea mtu ale paralysis. Jose unakumbuka? Mtu ameparalysis anatakiwa asimame, niko na Jose naomba pale. Weka mkono kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mwanangu. Toka nilala. Ndio kwa kufika kwa Mungu baba. Baba. Naibika hapo Bwana Yesu. Shuka Bwana, usiposhuka hapa sisi tunaibika. Utaomba maombi yote. Unafika kwa jina la Yesu. Kama hajapata nguvu za kuamka, haamki, usikudanganye. Amen. Sisi tumeombea. Kuna siku niliwaambia kwa nikaomba, omba kwa jina la Yesu, jina la Yesu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ndio lazima alikuwa tunamweka. Nikamwandikia message mtumishi mmoja, sasa njoo niongezee nguvu zaidi na dharura, pambana baba. Nikamwambia sasa njoo na dharura. Afu wale wasioza mtumishi anakuwa kutoka asubuhi, na kwa hivyo kutoka asubuhi tunakuta saa 7. Sasa tumekuta mtumishi huyu anyanyuke. Nikasema Yesu upo kweli Yesu.
nikatubu toba zote Mungu, popote nilipokosea mimi.